Ni moja ya mechi ngumu, ni mechi ambayo kwa upande wa Tanzania itakwenda kuamua hatima yao, ni dhidi ya Tunisia kwa siku ya hii leo. Moja ya mechi ambayo tunasema kwamba ni kufa na kupona, kwani kwa upande wa timu ya taifa Tanzania ni lazima waweze kushinda mechi hii ili waweze kwenda kwenye hatua ambayo inafuata, yani hatua ya 16 bora. Lakini je, wanakwendaje huko? Ni lazima waweze kupambana, ni lazima wakwende kutulia zaidi. Mechi itachezwa majira ya saa 1 kamili. Tayari kwa upande wa Mwalimu Miguel Gamondi ameshaandaa jeshi lake ambalo anaamini kwamba litakwenda kumpa alama 3 ambazo zitakwenda kumfikisha kwenye nchi ya ahadi, ama Tanzania kupata ushindi wa kwanza na kufuzu kwenda kwenye 16 bora kwa mara ya kwanza. Je, hili litawezekana? Tusubiri hapo baadaye. Sasa twende tutazame hapa kikosi ambacho kinatarajia kuanza kwenye mchezo huo. Kabla sijakwenda kukutajia hapa, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja ya siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya Tunisia. Kwa upande wa golini yupo golikipa Zuberi Foba. Huenda ni moja golikipa ambaye alikuwa afahamu kwamba anaweza akacheza michezo yote mitatu, lakini jambo hili limekwenda kutokea, ama tunasema kwamba linakwenda kutimia kwa siku ya hii leo. Tunafahamu kwa upande wa Mwalimu Miguel Gamondi anamtaka Foba kuweza kuzuia mashambulizi ambayo watakuwa wakiyafanya kwa upande wa Tunisia, hasa kwenye upande wa mipira ya juu ambayo mara nyingi wamekuwa wanafanya hivyo. Kwa upande wa kocha tayari atakuwa amemueleza ni kipi hasa ambacho kinahitajika kutumia counter attack ambazo kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania aina mfumo ambao watakuwa wanatumia kwa siku ya leo. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kulia, hatimaye Shomari Kapombe amerejea baada ya kukosekana kwenye mchezo uliopita na kuanza Haji Mnoga. Kwa upande wa mwalimu ameona kwamba mechi hii ni lazima Shomari Kapombe apewe nafasi na kuweza kutazama ni namna gani hasa ambavyo anaweza kaondoka na ushindi. Kapombe tunafahamu uzoefu wake, lakini pia anajua namna gani ambavyo atakuwa anapandisha timu. Jukumu lake ni kuzuia mashambulizi kwenye eneo la pembeni, lakini pia kutoacha nafasi dhidi ya mawinga ambao watakuwa wakicheza kwa upande wa Tunisia, yani upande wa kushoto. Lakini pia Mohamed Hussein kama kawaida kwenye upande wa kushoto. Mohamed Hussein mchezo wake wa 3 huu tunafahamu ni beki mwenye nidhamu, kasi yake na uwezo wake wa kukaba. Kwa upande wa Mwalimu Miguel Gamondi atakuwa akimhitaji zaidi kuwakaba zaidi kwenye eneo hilo, lakini pia kupanda kwa kushtukiza. Lakini pia kwenye eneo la mabeki wa katikati wawili yupo Ibrahim Abdullah Baka. Kwa upande wa Baka tunafahamu utulivu wake, akili ya mchezo, lakini pia namna ambavyo amekuwa akitoa pasi sahihi kutoka nyuma. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtumia kama beki ambaye atakuwa akifunika nafasi zote na kuanzisha mashambulizi ya polepole. Kwenye eneo hilo atasaidiana naye na Bakari Mwamnyeto. Kwa upande wa Bakari Mwamnyeto tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa akitumia nguvu zaidi, amekuwa ni kiongozi mzuri kwenye michezo yote miwili iliyopita. Atakuwa akisimamia safu hiyo ya ulinzi kupambana na washambuliaji wa Tunisia, hasa kwenye mipira ya juu. Kwenye eneo la viungo wa katikati yuko Alphonse Msanga. Kwa upande wa Msanga ni moja mchezaji ambaye amekuwa anavunja mashambulizi, mara nyingi amekuwa anacheza hivyo. Jukumu lake kubwa itakuwa ni kukata pasi kwa upande wa Tunisia kwenye eneo la katikati, lakini pia kupunguza pressure ya mabeki na kulinda kwenye eneo hilo la kiungo. Lakini pia atasaidiana na Novatus Dismas. Novatus huyu tunasema kwamba ni box to box, ana uwezo mkubwa wa kupiga pasi. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtumia kusawazisha timu, kusaidia ulinzi, lakini pia kusukuma mipira kwenye eneo la mbele kwa ajili ya kuweza kupata nafasi, ambapo kwenye eneo la kiungo mshambuliaji yuko Feza Salum Abdalla, Fei Toto. Fei tunafahamu huyu ndiye ubongo kwenye upande wa timu ya taifa. Yeye ndiye ambaye atakuwa anafanya mambo yote. Jukumu lake kubwa ni kucheza kwenye mstari wa juu wa Tunisia, lakini pia kupiga mashuti pale ambapo anakuwa anapata nafasi. Hivyo ndivyo ambavyo atakuwa anacheza. Lakini pia Tarian Alalakia yeye atacheza kwenye upande wa kushoto. Kwa upande wa Tarian michezo yote miwili tumeweza kuona namna ambavyo amekuwa na ujasiri wa kushambulia. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji kuvunja ama kukimbia zaidi na kuweza kupiga cross za ndani, lakini pia na kuingia katikati. Wakati huo Simon Msuva atakuwa akicheza kwenye eneo la kulia. Simon Msuva mfungaji wa goli kwenye mechi iliyopita, ambapo kwa upande wa timu iliweza kupata penalty na akaweza kuweka kimiani. Kwa upande wa Msuva tunafahamu ni mchezaji amekuwa ni mzoefu mara zote, kasi yake na nidhamu kubwa ya kimbinu. Atakuwa akisaidia zaidi kwenye eneo la ulinzi, lakini pia kushinikiza mabeki wa Tunisia kutumia nafasi ya maana kwamba atakuwa akishambulia zaidi. Lakini pia Mbwana Ali Samata tunasema kwamba kwa siku ya leo mwalimu ameona hapana, hata nzie bench. Wewe utakuwa kiongozi kwenye eneo la ushambuliaji. Atakuwa akitafuta nafasi za uhakika. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtumia kama mshambuliaji wa mwisho baada ya kumwanzia bench kwenye mechi iliyopita.